Mimi kwa niaba ya wachezaji wenzangu nadhani mchezo wa kesho utakuwa mgumu pia, kwa sababu Mtibwa tunawajua nao wana timu nzuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wa kesho. Swali kwa mchezaji? Bwana, hii hali ya kusafiri nyinyi kama wachezaji kitu ambacho kinawapa fatigue. Mnazungumza nini mbali na yale maelekezo ambayo kocha anao? Na kikawaida ujue sisi ni binadamu, tuna miili ambayo inatumia damu. Kwa hiyo kuchoka ni kawaida na tunajua kwamba ugumu uliopo. Na kwa mchezaji kuchoka ni kawaida, lakini sisi kama wachezaji tunaambizana tupambane kwa ajili ya timu, tupambanie. Lakini kile ambacho kinatokea uwanjani sio kile ambacho tunatarajia. Kwa hiyo tuendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunatimiza malengo yetu ya msimu huu. Sawa, Azizi, mwalimu amezungumza mazingira pia na ugumu katika kucheza. Nyie kama wachezaji na ambao mnatambua baadhi ya mazingira ya maeneo, mnamsaidia vipi mwalimu kuhakikisha mnatimiza kile ambacho anakifanya, hususan katika kipindi hichi ambacho inaonekana nyie ni ngumu katika eneo la kufunga? Kama nilivyosema, unajua sisi kama wachezaji tunaambizana kila mechi kwetu inabidi tutafute matokeo kwa namna yote ili kuisaidia timu. Lakini kile ambacho kinatokea mwisho wa mechi sio kile ambacho tumekitarajia. Kwa hiyo sisi kadri muda unavyoenda tutazidi kupambana, kila mechi tutazidi kupambana, tutafute matokeo ili tuhakikishe malengo yote yanatimia. Aziz, mnaenda kucheza na Mtibwa ambao ukiangalia kitakwimu wamepoteza michezo mitatu iliyopita, ikiwemo pia kutolewa kwenye kombe la shirikisho wakiwa hapa kwenye uwanja wa nyumbani. Unapokutana na timu ya namna hii, mnahisi kwenu mnaweza mkawa na faida ya mguu mmoja mbele dhidi yao? Kama nilivyosema pia, unajua Mtibwa pia ni timu nzuri na ukiangalia kitakwimu amecheza vizuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji inabidi kesho tuingie na nguvu moja ambayo itatusaidia sisi kutafuta matokeo ya pointi 3. Na kwa upande mwingine, unajua Mtibwa wako kwenye ligi. Kwa hiyo sisi pia inabidi tuongeze nguvu ili kuhakikisha kufuta yale makosa ambayo yametokea kwenye mechi zilizopita, ili tuhakikishe pia mchezo wa kesho unakuwa kwa upande wetu. Asante. Azizi, kwa kumalizia, TRA walishangilia sana ushindi ule wa kupata alama moja. So pengine ninyi kwa nini iliwakata kiasi gani? Ila pia pengine unaniita kuambia mashabiki wa Africans ambao komenti zao nyingi kusoma wanakuwa kama wana morali ya chini, lakini wengine wana morali ya juu. Nini unaambia kesho dhidi ya Mtibwa kwenye uwanja mgumu wa Jamhuri? Sijui kama nitakuwa nakosea adabu TRA, lakini naamini kila mtu anakuwa na malengo yake. Sisi malengo yetu yalikuwa sio kupata draw. Kwa hiyo wenzetu malengo yao maybe yalikuwa yako tofauti, lakini siku yetu yalikuwa tuko tofauti na wao. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio comment yangu kwenye swali la kwanza. Swali la pili, tunaamini kwenye nguvu yao mashabiki wetu, na naamini kuna wengine wako njiani na kuja hapa Dodoma kuja kutusupport. Kwa hiyo wingi wao kwetu kwa mchezo wa kesho utakuwa ni faida sana kwetu, na naamini pia mashabiki wa Dodoma watakuwepo kutusupport. Kwa hiyo nadhani utakuwa mchezo mzuri na uwepo wao ni ushindi kwetu. Shukrani. Asante. Tunakushukuru. Hilo swali la kwanza kwenye kutoa sare, nadhani kama hapa nimeelezea mwanzoni. Unajua kuna vitu ambavyo vinatokea lakini huwezi kuvipangua, yani sio huwezi kuavoid. Kwa hiyo hata kupata sare pia na sisi hatupendi. Tunatamani labda tupate matokeo, lakini imekuja tu kama surprise. Swali la kwanza. Hilo la pili ilikuwaje? Nimeshasahau. Wachezaji wanakosekana kesho. Sasa kukosekana, sisi wote ni wachezaji wa Yanga. Tumekuja kwa ajili ya kupambania club, kupambania nembo ya club. Kwa hiyo yote ambayo yuko Yanga yupo kwa ajili ya kupambania Yanga. Kwa hiyo tunaamini ambao tutakuepo, tutapambania kwa kuhakikisha tunapata pointi 3 mchezo wa kesho. Kushukuru sana.